hukumu ilipotoka wakasema kwamba nimlipe milioni 22. Baada ya milioni 22 wakafungua na kesi nyingine, gharama ya kesi wakasema niwalipe milioni 10. Kwa hiyo baada ya hapo niliwaomba kweli, nikamwambia hiyo hela sitoweza kuipata, lakini mahakama haikuweza kunisikiliza. Basi ikafika tena mahali wakasema wanataka auze nyumba. Nikamwambia nyumba msiniuzie, mimi na watoto wadogo. Jambo lake lilikuwa mahakamani. Sasa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na Tanganyika Law Society TLS tumekwenda kufanya na kuweka pingamizi. Kwa mtu wa kawaida mpenda masifa angeweza kusema hakuna kuuza nyumba hiyo. Mimi kama mkuu wa mkoa, mimi kama mkuu wa wilaya, mimi kama mtendaji wa kijiji nasema. Lakini kumbukeni, mahakama ni chombo kinachojitegemea na kinapingwa kwa mahakama. Sio, mnaelewa mpaka hapo? Tulikuwa nje ya muda, lakini tumepeleka maombi maalum, na leo kuna dalali amekwenda kwenye ile nyumba pale ambaye ametumwa kuja kuuza ile nyumba. Mkuu wa wilaya huko hapa, kwa niaba mkuu wa wilaya wa Ubungo, nipelekeni salamu kwamba ile nyumba imeshawekewa pingamizi ya kutokuuzwa. Akiendelea kuonekana pale atauzwa yeye. Na hili naomba mwambie mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Twange, kuanzia leo nyumba ile ikalindwe mpaka hapo mahakama itakapoamua vinginevyo. Akiendelea kuwa pale atauzwa yeye na nyumba itabaki na mama huyu atakuwa salama. Sijui mmenielewa mpaka hapo? Nana na 500 1000 tumuongezee mtaji, kwa sababu nyakati hizi za kulea wajane ndio nyakati zenye baraka. Baba askofu wetu anatoa hela hii, na viongozi wa dini watakubariki katika maombi, watakuombea. Nyumba yako haitauzwa, gharama za mahakama tunalipa wenyewe, na lazima tukapingane mahakamani, lakini hatuwezi kuipinga mahakama ilichoamua, kwa sababu mahakama ni chombo kinachojitegemea. Menelewa jamani? Shika kama ngoma mahakama. Moja yako mama ni sadaka kubwa, toa kwa moyo. Sawa? Kiongozi wa dini kutoka kanisa halisi